kuhudhuria mamonsinori watano. Kwanza nieleze, umonsinori ni heshima inayotolewa kwa padre au mapadre ambao wamefanya utume wao vizuri na wameishi maisha yao ya ushuhuda katika maisha ya upadre. Kwa kufanya utume wao vizuri, askofu jimbo akikuwa ameunganika na mapadre au kwa kupata ushauri ombea umonsinori mapadre ambao wanaonekana wanastahili kwa Baba Mtakatifu. Na Baba Mtakatifu akikubali sifa zilizotolewa na askofu jimbo kuwateua mapadre kuwa wamonsinori. Kadiri ya sheria ya kanisa iliyowekwa na Baba Mtakatifu Paulo wa Sita, kuna wamonsinori wa aina mbili, yaani wale wa kuteuliwa ambao kama Baba Mtakatifu alivyowateua, na wengine kwa hadhi ya ofisi zao kama Vicar General. Ndio maana mnasikia tunamuita Monsignor Samuel, Monsignor Faustine, ni kwa sababu ya wadhifa wao kama Vicar General. Pia kadiri ya sheria ya sasa, baada ya marekebisho yaliyofanywa na Baba Mtakatifu Francisco, yule anayepewa wadhifa wa monsinyori inabidi au amefikia miaka 65. Kwa hiyo sisi hata kama ningekuwa padre sijafikisha miaka 65, wasingenipatia kama sio askofu wasingenipatia umonsinori. Miaka ya nyuma askofu jimbo angeweza kumwombea umonsinori padre wa umri wowote ambaye alionekana kuwa na sifa za kupata umonsinori. Kwa hiyo marehemu Baba Mtakatifu Francisco hayo yote ameyabadilisha. Tangu nilipoanza utume wangu katika jimbo la Bukoba kama askofu, mapadre pamoja na maaskofu wastaafu akiwemo na askofu wa Kayanga ambao wanatoka jimbo hili, walimshauri kuwaombea baadhi ya mapadre umonsinori, cheo cha umonsinori. Nami baada ya kutafakari kwa muda mrefu na kuwauliza baadhi ya mapadre mbalimbali, niliamua kuwaombea umonsinori hawa ambao Baba Mtakatifu amekubali kuwateua. Kwa hiyo ninapenda niwataje na baadaye Mheshimiwa Padre Patrick atakuja kueleza kila mmoja cheo cha umonsinori alichokipata. Wamewatumia document au nyaraka ambazo zimeandikwa kwenye ngozi ya wanasema ni mbuzi, lakini mara kwa mara huwa ni ngozi ya kondoo. Kwa hiyo document imeandikwa hapo, mtaziona, watazionyesha, na Padre Patrick atafafanua kwa sababu maneno hayo yameandikwa kwa Kilatini, na baada ya kufafanua hizo document baadaye tutampatia mheshimiwa sana Mwasham Baba Askofu Method Kilaini awapatie hizo document au nyaraka hizo zinazotoka Roma, na baada ya kuwapatia ni wazi tutapiga picha pamoja na tutawashangilia. Lakini kwa kuwa hiyo tukio ni kubwa na bado hawajashona nguo za kimonsinori, tutapanga siku maalum, tutawaita
mapadre wote na wawakilishi wa waamini na watawa, ili tuweze kukaa pamoja na wamonsinyo wetu wakiwa wamevalia na kuwapongeza. Na hao monsinyori ambao wameteuliwa, tutaanza kiumri, ambaye ana umri mkubwa. Wa kwanza kabisa ambaye yuko miongoni mwetu, ndio maana mmeona wamekuja, ni Padre Marcel Kaberwa. Sasa atakuwa anaitwa Monsieur Marcel Kaberwa. Kanisa Baba Mtakatifu amependa iwe hivyo. Mwingine ambaye Baba Mtakatifu amemteua ni Monsignor Pedasto Rugaijamu. Hongera sana Padre Pedasto Rugaijamu kwa kuteuliwa kwa monsinyori. Mwingine aliyeteuliwa ni Monsignor Revocatus Milupo. Hongera sana Padre Revocatus Milupo kwa kuteuliwa kwa monsinyori. Anayefuata aliyeteuliwa kuwa monsinyori ni Padre Fulgence Rutatekuru. Watano na wa mwisho aliyeteuliwa ni Mheshimiwa Padre Yasonem Kaiser. Walatini wanaita Yasonem, lakini sisi tunamuita Father Jason, ila mtaona kwenye walivyoandika kwenye kila kwenye document yake. Kwa hiyo huyu ndiye anayekamilisha namba yetu ya mamonsinori watano. Kwa ujumla tunao mamonsinori na wengine ambao wako hapa, mamonsinori 9 ambao wanaishi, na kadiri ya sheria nilivyopata, idadi inabidi isizidi ya mamonsinori isizidi 10% ya mapadre walio katika jimbo. Baada hatujafikia, labda na wengine wanaweza tukawaombea hatujafikia hiyo 10%, lakini basi hawa ndio tuliopata mapendekezo. Mapadre atakawauliza wote, tuliuliza mapadre wale ambao tuliona inafaa kuwauliza, lakini maaskofu wote waliulizwa. Askofu Kiarusi nilimuuliza, Askofu Roma nilimuuliza, Askofu Wakayanga nilimuuliza, na Askofu Kilaini nilimuuliza. Kuna wengine walikuwa suggested, lakini baadaye kufuatana na maoni